Salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni popote mlipo, wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mko salama salimini. Kwa hiyo tunawakaribisheni kusikiliza awamu ya kwanza ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika maeneo yake ya mashariki ambako hali ya kiusalama, ya kidiplomasia na hata kisiasa inaendelea kupamba moto. Na leo tarehe 12 Machi mwaka 2026 tutakwenda kusema kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetoa tamko kufuatia mlipuko uliotokea siku ya jana Jumatano tarehe 11 Machi mwaka 2026 katika mji wa Goma mkoani Kivu Kaskazini, ambayo ilisababisha vifo vya watu kadhaa pamoja na kuharibifu mkubwa wa mali. Kupitia taarifa rasmi, mamlaka za Kongo zimeeleza masikitiko yao makubwa kufuatia tukio hilo la kusikitisha, zikithibitisha pia kifo cha Bi Karine Bisse, raia wa Ufaransa na mfanyakazi wa shirika la UNICEF nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kifo chake kimezua hisia kubwa za huzuni ndani ya jumuiya za kibinadamu na za kidiplomasia. Serikali ya Kongo imepeleka salamu za rambirambi kwa familia za waathiriwa na kupongeza juhudi za mashirika ya kibinadamu pamoja na wafanyakazi wao ambao wanaendelea kutoa msaada kwa wananchi walioathiriwa na vita katika mashariki mwa nchi licha ya mazingira magumu ya kiusalama. Katika majibu yake, Kinshasa pia imekosoa kile inachokiita uchokozi unaofanywa na Rwanda kupitia washirika wake wa kundi la M23 AFC. Mamlaka za Kongo zinaamini kuwa machafuko yanayoendelea katika eneo hilo yanachochewa na uwepo wa vikosi hivyo ambavyo vinatuhumiwa kuvuruga hali ya usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aidha, serikali imeeleza kuwa uchunguzi umeanzishwa ili kubaini kwa undani mazingira halisi ya mlipuko huo. Wakati huo huo, imesisitiza dhamira yake ya kuheshimu sheria za kimataifa za kibinadamu na kusisitiza umuhimu wa kulinda raia. Mwisho, Kinshasa imeitaka kuondolewa kwa vikosi vya kigeni pamoja na makundi ya wahasi yaliyopo katika ardhi ya Kongo, ikieleza kuwa hatua hiyo ni muhimu kwa kurejesha usalama na kuleta amani katika maeneo yaliyoathiriwa na mapigano. Ujumbe huo unafuatia kifo cha mfanyakazi wa kibinadamu raia wa Ufaransa wa shirika la UNICEF baada ya shambulio la droni kulipua makazi yake binafsi katika mji wa Goma. Taarifa hii imethibitishwa na vyanzo kadhaa vya ndani vinavyolingana pamoja na tamko rasmi la rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Mhanga huyo anayejulikana kwa vyombo vya habari kama Karine Bisse alikuwa katika mtaa wa Himbi wakati mlipuko uliposikika takriban saa 10:30 za asubuhi ama 4:30. Mashuhuda walioko eneo hilo wameripoti kusikia mlipuko mkali uliotanguliwa na sauti kubwa ambao uliharibu sehemu ya nyumba na kutupia mabaki katika mazingira ya karibu. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa watu angalau 3 walipoteza maisha, wakiwemo mfanyakazi huyo wa kibinadamu. Rais Emmanuel Macron alitoa tamko haraka kupitia mtandao wa X akieleza huzuni yake na kutoa pole kwa familia ya wenzake na mnukuu, mfanyakazi wa kibinadamu raia wa Ufaransa wa UNICEF ameuawa Goma. Kwa familia yake, marafiki wake na wenzake, ninaeleza pole na mshikamano wa taifa. Ufaransa unaita kwa kikamilifu heshima kwa haki za kibinadamu na ulinzi wa wafanyakazi wa kibinadamu. Mwisho wa kunukuu. UNICEF bado haijatoa tamko rasmi kuthibitisha utambulisho wa marehemu, lakini timu zake ziko eneo hilo zikiunga mkono wenzake waliokumbwa na huzuni. Shirika hilo linasema shambulio hili limetokea katika muktadha wa vurugu zinazoendelea karibu na Goma chini ya udhibiti wa wahasi wa M23 AFC tangu Januari mwaka 2025. Muungano wa wahasi umehakikisha idadi ya vifo
vilikuwa vya watu watatu, ikiwa ni pamoja na mtu mmoja wa kigeni. Katika tamko lake, mission ya Umoja wa Mataifa ya kurasimisha amani nchini DRC MONUSCO imeeleza rambirambi zake kwa familia za wahanga na kupongeza kujitolea kwa wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa kwa huduma kwa wananchi wa eneo hilo. Shirika hilo limekosoa ukali wa shambulio hili ambalo linawalenga sio raia tu, bali pia wafanyakazi wa kibinadamu wanaofanya kazi kwa hali ngumu kusaidia juhudi za kurejesha utulivu wa nchi. Bwana Bruno Le Marquis alisema, namnukuu, "Nakosoa kwa nguvu kubwa matumizi ya silaha na droni za shambulio zinazoweka hatarini raia na wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa. Kuongezeka kwa vurugu hizi ni jambo linalotia wasiwasi mkubwa." Mwisho wa kumnukuu. Mashirika ya kiraia na mashirika ya kibinadamu yanayofanya kazi mashariki mwa DRC yamekuwa yakionya kwa miezi kadhaa kuhusu hali mbaya ya usalama kwa wafanyakazi wao. Wafanyakazi wa kibinadamu hawapaswi kamwe kuwa lengo la mashambulio, alikumbusha kiongozi mmoja wa eneo hilo kwa jina la siri. Huko Paris nchini Ufaransa, kikosi cha dharura kilianzishwa mara moja kusaidia familia ya Karim Bise na kupanga kurudisha mwili wa marehemu. Wizara ya mambo ya nje inatarajiwa kutoa maelezo zaidi katika saa zijazo. Janga hili linakumbusha hatari kubwa zinazowakabili wananchi na wafanyakazi wa kibinadamu katika eneo ambalo tayari watu zaidi ya milioni 7 wameathiriwa na migogoro. Kwa jumuiya ya kibinadamu na Ufaransa, usiku huu utabaki kuwa kumbukumbu ya huzuni kubwa na isiyoweza kurekebishwa. Ila uchunguzi wa jumla unaojitokeza kutoka kwa taarifa rasmi zilizotolewa hiyo jana kutokana na kifo cha bibi huyo, iwe ni za mashirika ya Umoja wa Mataifa, iwe ni Umoja wa Ulaya na hata rais wa Ufaransa au vyombo vikuu vya habari vya Magharibi, mpaka sasa vinajizuia katika kutilia masharti ya nani atakayepewa lawama katika mzozo huo. Hakuna kati ya wahusika hawa anayethubutu katika taarifa zake za umma kumtuhumu moja kwa moja upande wowote wa mgogoro. Kiasi kikubwa cha taarifa hizi kinasema tu kutokukubaliana kumrazi na vurugu za mashambulio bila kumtaja kwa uwazi mshukiwa au mtendaji wa shambulio hilo. Baadhi ya sauti zinapendekeza kufunguliwa kwa uchunguzi huru ili kubaini ukweli wa matukio kwa njia ya haki. Hata hivyo, shaka kubwa ipo kuhusu uwezekano wa kufanyika kwa uchunguzi kama huo kutokana na changamoto za kimaandalizi, kiusalama na hata za kisiasa katika maeneo ya mzozo, jambo linaloacha maswali juu ya uwezekano kwamba uchunguzi huu utaweza kufanikishwa. Ukimya huu wa kiasi na tahadhari iliyojitokeza unaonyesha ugumu wa muktadha wa kimataifa na hisia za kidiplomasia zinazohusiana na lawama katika mapigano, huku ukibainisha pia mapungufu ya mifumo iliyopo ya kuhakikisha haki kwa wahanga na uwazi katika kurekodi matukio. Na huko mjini Goma, inasemekana kuwa shirika la jamii la raia pluriel ama SSP limepeleka barua rasmi kwa meya wa eneo hilo anayejulikana kama mwakilishi wa M23 RDF-AFC likiomba ruhusa ya kuandaa maandamano ya umma ama kufanya mgomo baridi katika jiji hilo leo Alhamisi tarehe 12 Machi mwaka huu. Kulingana na vyanzo vinavyolingana, kwa mujibu wa wahasi wa M23 RDF-AFC, hatua hii inalenga kutoa fursa kwa wakazi pamoja na mashirika ya kijamii ya raia kueleza ghadhabu yao na wasiwasi juu ya vurugu za hivi karibuni zilizokumba mji huo ambazo zimesababisha vifo vya watu na uharibifu wa mali. Barua hiyo pia inaainisha taratibu zilizopangwa kwa ajili ya maandamano hayo, ikisisitiza kuheshimu hatua za usalama na nia ya kuepuka matukio ya vurugu au yenye kupita mipaka. Na tukichekechua vizuri kuhusu mjadala rasmi wa shambulio hilo la droni,
kuna swali linalotia wasiwasi. Je, shambulio hilo halikuwa tu limemlenga moja kwa moja mwanamama huyo? Kwa maana kulingana na vyanzo vingi vya ndani vya habari vinasisitiza kuwa Karine Bisse, mfanyakazi wa kibinadamu raia wa Ufaransa na mshirika wa UNICEF, alikuwa akifanya uchunguzi kwa wiki kadhaa juu ya uhalifu unaofanywa dhidi ya watoto katika maeneo yaliyodhibitiwa na muungano wa M23 RDF. Uchunguzi wake uliofanywa kwa umakini kwa siri ili kukusanya taarifa nyeti zifuatazo: unyanyasaji mkali dhidi ya watoto, uharibifu wa shule na miundombinu ya elimu, vitendo vya ukandamizaji vilivyotokea katika maeneo yaliyodhibitiwa na wahasi. Taarifa hizi kama zingekuja kutangazwa hadharani, zingeshangaza dunia juu ya wingi wa uhalifu unaofanywa katika maeneo yaliyokaliwa na wahasi hao, na hivyo kuwa hatari ya kisiasa na kijeshi kwa vikosi vilivyoko eneo hilo. Tangu kifo cha mfanyakazi huyu wa kibinadamu, baadhi ya hadithi ziliwashughulikia haraka FARDC kama waliosababisha shambulio, lakini habari hizo zinasababisha zaidi maswali kuliko kutoa majibu. Kwa nini mfanyakazi wa kibinadamu anayefanya uchunguzi juu ya uhalifu dhidi ya watoto angekuwa lengo la shambulio la kijeshi la Kongo? Kwa nini habari hii ilianza kuenezwa rasmi haraka kabla ya uchunguzi huru hata kuanza kufanyika? Ikiwa taarifa alizokusanya zingehusisha M23 na wanajeshi wa Rwanda walioko eneo hilo, kifo chake pia kitasababisha kupotea kwa ushahidi muhimu. Katika migogoro ya kisiasa, vita haiviishi tu kwa silaha, pia vinafanywa dhidi ya ukweli. Kufanya shahidi kimya, kuchanganya uwajibikaji na kuunda hadithi mbadala ni mbinu zinazojulikana katika maeneo ambapo uhalifu unapaswa kubaki usioonekana. Kifo cha Karine Bisse kinasababisha swali muhimu kwa jumuiya ya kimataifa: nani alikuwa na maslahi ya kuondoa mfanyakazi wa kibinadamu aliyekuwa akichunguza uhalifu dhidi ya watoto? Ikiwa dhana hizi zinathibitishwa, haitakuwa tu tukio la vita, bali kitendo cha uhalifu mara mbili: uhalifu dhidi ya mfanyakazi wa kibinadamu na jaribio la kuficha ukweli juu ya vurugu zinazofanywa dhidi ya watoto na mali ya elimu katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo jambo moja tunalolitaka ni uwazi lazima ufanyike, kwa kuwa uchunguzi unaweza kupotea pamoja na yule aliyekuwa akiongoza. Ukimya huo wenyewe unakuwa wa shaka. Na hiyo jana Jumatano, wachunguzi fulani wametoa wazo la uwezekano wa kutumia mkakati unaojulikana kama bendera ya uongo ama fake flag, na Paul Kagame pamoja na vikosi vya Rwanda vinavyoshirikiana na M23 AFC. Mkakati huu unaojulikana katika historia ya migogoro unahusisha kuandaa operesheni ya kijeshi, huku ikionekana kwamba imefanywa na adui kwa lengo la kupata faida ya kimkakati, kijeshi au kidiplomasia. Shambulio la drone lililolenga mji wa Goma, kwa mujibu wa wachambuzi hao, linaweza kuwa operesheni iliyopangwa katika muktadha huu. Wahasi wa M23 AFC RDF wangeandaa kitendo hicho kwa makini ili lawama zipandishwe juu ya serikali ya Kinshasa, kwa lengo la kuunda mtazamo hasi kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye ulingo wa kimataifa. Mbinu hii inachochea wasiwasi kuhusu ukweli wa taarifa zinazosambazwa kwenye eneo la migogoro, na inaonyesha kwa uwazi jinsi mgogoro wa mashariki mwa DRC ulivyo changamano, ambapo upotoshaji wa habari na operesheni za propaganda zinaweza kutumika kama silaha za ziada. Pia inaangazia hatari kwa jamii za raia na wafanyakazi wa kibinadamu ambao wanajikuta katikati ya mzozo, ambapo wajibikaji wa kweli unaweza kudhihirishwa kwa makusudi ili kufanikisha malengo ya kisiasa na kijeshi. Na kwa hapa, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndipo ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu ya kwanza ya habari za matukio ya kila siku, kwa yale ambayo yanazidi kujiri katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ya Kibenge TV ili uzidi kufaidi zaidi habari motomoto kutoka kwetu. Basi tukutane kwa majaliwa. Asante.